Changamoto kwa sasa, tulikuwa na changamoto ya maji. Tulikuwa na changamoto ya maji ambayo tumevuta hapo maji, lakini maji hayatoki. Kwa tumetumia gharama kubwa sana kukodi boza. Hiyo changamoto kubwa sana. Boza kwa siku tunalipa gharama kubwa sana. Analipa kiasi gani kwa siku? Kwa boza moja kwa siku. Ambao tunatumia siku 2 mpaka 3. Na kwenye kamati maana yake sisi tuliweka kiwango kidogo sana cha fedha kwa ajili ya maji. Lakini gharama hii sasa iliingia kwetu sisi kama taasisi. Kwa online tulivyovuta hapa tulitumia gharama zetu za kuvuta maji hapa. Tukamshauri yule bwana Musa ambaye ana kaimu hapo, tukamweleza kama kuna changamoto ya maji tujuze mapema ili jengo liende haraka. Lakini kuna kipindi maji yanatoka sehemu zingine, hapa hayatoki kabisa, na sio siku 4. Tunaweza tukakaa siku 7, yakitoka tunaweza tukapata dakika kadhaa, hata dakika 30, 34 yanakatika. Tukampigia tena simu kama tumevuta miundombinu yote na tumewapa gharama, kwa nini inakuwa hivi? Kwa hiyo watu wa maji wametukwamisha kwa eneo moja ama nyingine. Kwa si kwenye ujenzi tu, hata na kwa wananchi pia kuna changamoto. Tafsiri yake ndio kweli, changamoto ya maji ipo kubwa sana kwa eneo la Mikumi. Inyeshe mvua iwe jua, maji yana changamoto sana. Tumekuja kujionea maendeleo ya ofisi ya mtendaji wa kata ambayo ndani yake utakuwa na uongozi mzima wa ngazi ya kata. Ni matumaini yetu kwamba ujenzi huu pamoja na kwamba uko kwenye phase 2 tofauti, lakini ni matumaini yetu kwamba ujenzi huu utakamilika kwa wakati, sababu tukiamini kwamba makusanyo ambayo tunakusanya tunajenga kwa mapato ya ndani. Kwa makusanyo ambayo tunakusanya tunaamini kabisa wakati tumeshaanza, hatutasubiria mpaka kuja kukarabati tena boma hili kwa mara ya pili, sababu tunaweza tukasema tumeanza phase ya kwanza, tukapita muda ukaenda, mwezi wa 3 ukapita, wa 4 ukapita, wa 5 ukaenda, mwaka ukakatika. Tutakuja kufanya kazi ya kukarabati boma badala ya kuendeleza ujenzi kwenye hatua ambayo tumefikia. Kwa hiyo tuombe kwa upande wa halmashauri ama tushauri kwamba tunapoanza miradi hii, basi macho yetu na nguvu zetu kwa wakati huu zielekezwe kwenye mradi husika. Kama tuna fedha za kukimbizana na mradi wa mmoja kwa mapato ya ndani, fedha hizo zitumike kuhakikisha kwamba mradi huo unaanza na mradi huo unakamilika kwa wakati. Baadaye ndio turukie kwenye mradi mwingine. Si fahari wala si sifa kuwa na miradi mingi halafu tusiendeleze kwenye hatua ya ukamilishaji. Hayo yatakuwa ni matumizi mabaya ya fedha za serikali. Na mkumbuke fedha hizi ni za walipa kodi wetu ambao ndio tunakusanya mapato ya ndani, na baada ya mgawanyo fedha hiyo ndio ambayo sasa tunatumia kwa ajili ya kufanya uwekezaji wa majengo yenye hadhi ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa huduma kwa MORUWASA, pamoja na majibu ambayo tumeyapata kutoka kwa afisa kutoka wilayani, lakini bado nadhani kuna jambo la kufanya. Sijaridhishwa kabisa na kuelezwa kwamba wananchi hawa ama wananchi wa maeneo haya wanapata maji kwa inaweza ikapita siku 14 wananchi hawajapata maji, ukizingatia hapa ni mjini. Lakini eneo hili pia lina muingiliano, idadi kubwa ya wafanyabiashara wanaopita njia, lakini waliopo hapa kama ndio maeneo yao ya kuendeleza biashara zao, lakini pia tuna wawekezaji ambao wako pembezoni mwa maeneo haya. Ina maana kwamba bado hamjatueleza tatizo ni nini. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa mradi mkubwa ambao ametupa, lakini wakati tunasubiria kukamilisha mradi huo mkubwa, lazima tuje na majibu kwa hiki ambacho kipo, na naamini hilo linawezekana kabisa. Naamini linawezekana kabisa. Mkikaa, mkizungumza, mkipitia kwa pamoja na mkifanya tafakuri ya kila kwa utaalamu wenu, mnaweza mkatupa majibu. Haiwezekani wananchi ipite siku 14 hawajapata maji, zipite siku 5 wanapata dakika 10, dakika 15 maji yanakatika. Shida ni nini? Tunataka majibu, shida ni nini? Na je, kuna hatua zozote za dharura? Na kama mnahitaji msaada tuambieni. Mkituambia na sisi kwa nafasi zetu tutanyoosha mkono wetu ili muweze kupata msaada wa dharura na wa haraka kutatua hii changamoto. Mnapokaa kimya mkayabeba ninyi wenyewe hata yanapowashinda, nadhani wanaoumia ni wananchi. Kwa hiyo lazima tuvae uhalisia. Fikiria ungalikuwa unakosa maji wewe nyumbani kwako siku 14, siku 5, halafu unapata siku moja ndani ya dakika 10, ndani ya nusu saa. Hebu niambie. Lakini pia tukumbuke kwamba tunaongeza umaskini wa kipato wa wananchi mmoja. Kwa hiyo
sisi nia yetu ni njema sana, kutaka kumaliza changamoto, sio kuwalaumu, sio labda hamna kazi mnayofanya, hapana. Tunataka kumaliza hii changamoto sasa kwa kushirikiana ninyi pamoja na sisi, ili tujue tatizo ni nini. Baada ya hapo, nadhani na sisi tuweka msukumo wetu, mambo yatakwenda vizuri. Kwa hiyo ni waahidi wananchi na viongozi mliopo hapa, hili tunalichukua, tutakaa na wenzetu wa MORUWASA na watatuletea majibu, shida ni nini. Nadhani mpaka Jumatatu, Jumanne, mheshimiwa diwani, tutakuwa tuna majibu sahihi.